Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Tumekuwa na tatizo la madereva wa vyombo vya moto kufuata sheria za usalama barabarani. Lakini zaidi ni kutoheshimu taratibu na kanuni za usalama barabarani. Watu wamekuwa wakisababisha ajali, lakini kusababisha kero kubwa hasa kwenye barabara hizi za mwendo kasi. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutoa elimu, lakini wakati huo huo kuchukua hatua za kisheria dhidi ya madereva wa vyombo mbalimbali vya moto yakiwemo magari, bajaji na pikipiki wanaokiuka sheria, ikiwa ni pamoja na kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Aidha, jumla ya madereva 250 kwenye kipindi hiki cha kati ya tarehe 30 Januari mpaka tarehe ya leo 24 mwezi Februari mwaka 2026, jumla ya madereva wa vyombo vya moto 250 walikamatwa, yakiwemo magari 64, pikipiki za magurudumu mawili maarufu kama bodaboda 167 na bajaji 19. Hawa walipita kwenye barabara ya mwendo kasi na kusababisha hatari kubwa kwenye mabasi yale, lakini wao wenyewe kuwa kwenye hatari ya kuweza kupata ajali mbaya. Watu hawa wamechukuliwa hatua za kisheria, na ukiangalia takwimu hizo magari binafsi yako 45 na ya serikali 19, wote wamechukuliwa hatua za kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kutoa taarifa mbalimbali za watu wanaopanga njama au mipango ya kufanya vitendo vya kihalifu. Sisi tutafuatilia taarifa zao mbalimbali na kuzishughulikia haraka kadri inavyowezekana ili vitendo vya kihalifu visifanyike katika jiji la Dar es Salaam. Hata hivyo, tofauti na mitizamo ya watu, wananchi wa Dar es Salaam wameendelea kutupa taarifa mbalimbali zenye mipango mbalimbali na watu wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu, jeshi kuwakamata watuhumiwa, kuwahoji na kuchukua hatua za haraka za kuzuia vitendo vya kihalifu ili shughuli mbalimbali za mkoa huu wa Dar es Salaam ambao ni Kanda Maalum ya Dar es Salaam za kiuchumi ziendelewe kufanyika, lakini shughuli mbalimbali za kijamii ziendelee kufanyika, zikiwemo zile shughuli za kisiasa.